Nikukaribishe katika kipindi chetu cha Mbiu ya Heri. Kipindi hiki kinakujia kutoka Seminari Kuu ya Familia Takatifu ya Mwenda Kulima iliyopo Jimbo Katoliki la Kahama. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Frateri George Bonaventura Mwangu kutoka Jimbo Katoliki la Lindi. Kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria, karibu katika mada yetu kuu, huruma ya Mungu ni tunda la upendo wa Mungu kwa wanadamu katika maandiko matakatifu. Neno huruma katika mazingira ya kawaida linaweza kutazamwa kutoka katika lugha ya Kilatini, yaani neno misericordia, ambalo ni muunganiko wa maneno mawili, miserere maana yake kujali na cordia maana yake kwa moyo. Misericordia kwa ujumla ni hali ya kujali kwa moyo, kumjali mtu kwa moyo wote, hata kama ni mdhambi, hata kama amekosa. Ni msaada unaotoka ndani ya mtu mwenyewe kwa mhitaji, au msamaha unaoweza kutolewa kwa mtu ambaye angeweza kuadhibiwa. Neno huruma lina maana karibu sawa na neno rehema. Huruma ya Mungu ni moja kati ya sifa msingi ya Mwenyezi Mungu inayojifunua katika viumbe vyake, mathalan mwanadamu, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 145 aya ya 9. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake ziko juu ya vyote alivyoviumba. Huruma ya Mungu ni udhihirisho wa upendo wake Mungu unaojifunua kwanza kabisa katika uumbaji wa ulimwengu. Huruma ya Mungu ni tunda msingi la upendo wa kimungu kwetu sisi wanadamu. Huruma ya Mungu ni mwaliko wa uongofu, yaani kuacha maisha ya dhambi na kuishi kama wana wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria, sasa tuone namna huruma ya Mungu na upendo wake unavyojidhihirisha kwetu sisi wanadamu na unavyoelezwa katika maandiko matakatifu. Mababa wa Mtaguso wa Pili wa Vatikano wanatufundisha kuwa maandiko matakatifu ni neno la Mungu ambalo limeandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya wokovu wetu. Rejea Constitutio ya Kidogma juu ya ufunuo wa kimungu, yaani Dei Verbum namba 9. Hivyo maandiko matakatifu ni moja kati ya nyenzo msingi katika kuifahamu imani yetu, kujua upendo na huruma ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Mkusanyiko wa vitabu vitakatifu ambao umegawanyika katika sehemu kuu mbili, yaani Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa tuone namna Mungu anavyodhihirisha huruma yake kwetu sisi katika sehemu hizi mbili za maandiko matakatifu. Tuanze na Agano la Kale. Katika kitabu cha Mwanzo, simulizi la uumbaji lasimulia upendo wa pekee wa Mungu kwetu sisi katika kumuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, yaani imago Dei, na kumpa mamlaka juu ya vitu vyote. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Sura na mfano wa Mungu inadhihirishwa kwa uwepo wa Roho yenye akili, utashi na uwezo wa kimungu wa kujua mema na mabaya, mwelekeo wa kuishi maisha matakatifu. Katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo
tunaona huruma ya Mungu kama tunda la upendo wake kwetu sisi wanadamu inajifunua katika mpango wake wa ukombozi wetu. Baada ya dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, Mungu anamwambia nyoka. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Wanateolojia wanatueleza kuwa maneno hayo tuliyoyasikia yanatupatia mwanzo wa habari njema ya wokovu wetu wanadamu, yaani proto evangelium. Uzao wa mwanamke ni uzao wa Eva mpya ambaye ni Bikira Maria, na uzao huo ndio Bwana wetu Yesu Kristo anayekuja kukamilisha mpango huo wa wokovu wetu. Si hivyo tu, katika Agano la Kale pia wito wa baba yetu Ibrahimu kutoka katika nchi yake na kwenda nchi ya ahadi ni mwendelezo wa ufunuo wa Mungu juu ya upendo na huruma yake katika kumkomboa mwanadamu. Abrahamu ni baba wa imani. Mungu anamtumia kama chombo katika mpango wake wa kutukomboa. Maana katika uzao wa Abrahamu taifa teule la Israeli linazaliwa, taifa ambalo ndilo msingi wa imani yetu kama Wakristo. Katika taifa hilo mkombozi wetu amezaliwa. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 2, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nawe nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Huruma ya Mungu pia inadhihirishwa katika kulikomboa taifa la Israeli kutoka utumwa wa Misri. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka hasa sura ya 12 hadi ya 14. Katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 5 aya ya 5 hadi ya 9a na aya ya 10 hadi ya 12, tunajifunza kuwa kwa kuadhimisha Pasaka Waisraeli walifurahi na kukumbuka jinsi Mwenyezi Mungu alivyowakomboa kutoka utumwani katika nchi ya ahadi. Ndiyo kusema Waisraeli wanasherekea huruma ya Mungu ambalo ni tunda la upendo kwetu sisi wanadamu. Manabii wa Agano la Kale, hasa nabii Isaya na Yeremia, hawakusita kuwaimarisha watu katika tumaini la huruma ya Mungu kwa ujio wa mkombozi, yaani Masiha. Nabii Isaya anaandika katika sura ya 7 aya ya 14, bikira atachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, naye ataitwa jina lake Imanueli. Katika sura ya 9 ya kitabu cha nabii Isaya aya ya 6 anaandika hivi, maana mtoto amezaliwa kwetu, tumepewa mtoto mwanamume, na ufalme wake utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Pia katika kitabu cha nabii huyo Isaya sura ya 11 aya ya 1 hadi ya 2 tunasoma hivi, litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Roho wa Mungu atakuwa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Mungu. Nabii Yeremia pia anaandika katika sura ya 23 aya ya 5 ya kitabu chake, tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Katika kitabu cha 2 cha Samueli, mpango wa ukombozi ambao ndio huruma kuu ya Mungu kwetu sisi
inajifunua kwa maneno ya Mungu katika kinywa cha nabii Nathani. Mkombozi, mwana wa Daudi, angerithi nafasi yake Daudi kama mfalme wa Israeli, na ufalme wa huyo mwana ungalikuwa ufalme wa milele, yaani ufalme usio na mwisho. Tunasoma katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 aya ya 1 hadi ya 15. Sasa tuangalie huruma ya Mungu ambao ni tunda la upendo wake kwetu sisi linavyojifunua katika Agano Jipya. Agano Jipya ni sehemu ya pili ya maandiko matakatifu katika Biblia inayotoa ufunuo wa kimungu katika mafundisho na nafsi ya Bwana wetu Yesu Kristo na habari za maisha ya kiimani ya Wakristo wa kwanza. Kimsingi, Agano Jipya ni ukamilifu na utimilifu wa ahadi ya ujio wa mkombozi ambayo ndiyo huruma ya Mungu kwetu sisi. Mwinjili Mathayo, mwanzoni kabisa mwa Injili yake, anatukumbusha na kutufundisha juu ya utimilifu wa ahadi ya ujio wa mkombozi katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tunasoma Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 17. Mwinjili Yohane pia anatueleza kuwa ujio wa Kristo mwana wa Mungu duniani ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 1 aya ya 1 na aya ya 14. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mtume Paulo katika barua yake kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 6 hadi ya 11 anatusaidia kuelewa vilivyo huruma ya Mungu katika Kristo Yesu kama ilivyoelezwa hapo juu na mwinjili Yohane. Paulo anatueleza Kristo alikuwa yu namna ya Mungu. Kwa upendo wake kwetu alijifanya kuwa hana utukufu, akajifanya kuwa mwanadamu ili sisi tupate kukombolewa. Baada ya kuangalia namna maandiko matakatifu yanavyofunua wazo letu hili kuu la huruma ya Mungu kama tunda la upendo wake kwetu sisi wanadamu, sasa tuone namna huruma ya Mungu inavyojifunua katika sakramenti ya kitubio. Sakramenti ya kitubio huitwa pia sakramenti ya maungamo au sakramenti ya upatanisho. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1420 inatufundisha hivi: kwa njia ya sakramenti za kuingizwa katika Ukristo, yaani sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya kipaimara, mtu hupokea uzima mpya wa Kristo. Lakini twauchukua uzima huu katika vyombo vya udongo na hubaki umefichika pamoja na Kristo. Tumo bado katika makao ya duniani, tukielemewa na hali ya mateso, magonjwa na kifo. Uzima huu wa watoto wa Mungu waweza kudhoofika na hata kupotezwa kwa dhambi. Sakramenti ya kitubio hutuondolea dhambi zetu na kutufanya tuendelee kuwa watoto wa Mungu. Hivyo, sakramenti ya kitubio ni ya lazima kwa wokovu wa yule ambaye ametenda dhambi baada ya ubatizo. Katika sakramenti ya kitubio tunakutana na Mungu anayetuhurumia na kutupatia maondoleo ya dhambi zetu. Ndiyo kusema katika sakramenti ya kitubio huruma ya Mungu ambayo ni tunda la upendo wake kwetu linajifunua kwa uwazi kabisa. Swali la msingi: kwa nini Wakatoliki tunaungama kwa padri au askofu? Nyakati zetu za sasa imekuwa ni changamoto kubwa miongoni mwa Wakristo juu ya wazo hili la kuungama kwa padri au askofu. Wapo baadhi yetu ambao wanasita. Sasa Monsignore Deogratias Hukumu Mbiku katika tafakari yake juu ya sakramenti ya kitubio
anatusaidia kupata majibu ya swali hili. Mosi, tunaungama kwa padre au askofu kwa sababu ni amri ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Bwana wetu Yesu Kristo aliwapa uwezo huu mitume wake kabla ya kupaa kwake mbinguni. Tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 23. Pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Waandamizi wa mitume ni maaskofu na mapadre. Hao wana wajibu wa kwanza kabisa kuendeleza kazi ya ukombozi, ndiyo kusema kuendeleza huruma ya Mungu, kuifunua huruma ya Mungu ambayo ni tunda la upendo wake kwetu sisi wanadamu. Ndiyo maana ni lazima kuungama kwa padre au askofu ili kupata maondoleo ya dhambi zetu. Pili, kuonyesha utii mbele ya Mungu. Monsignore Deogratias Mbiku anatufundisha hivi: padre kwa kuwa ametwaliwa na Mungu kwa watu kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Mungu. Tunapotenda dhambi tunamkosea Mungu, tunawakosea wenzetu na tunajikosea wenyewe. Japokuwa padre ni mwanadamu mwenzetu, kuungama kwake ni kujinyenyekeza, kujishusha mbele ya Mungu. Mfano wa jemedari na amani aliyetii agizo la nabii Elisha la kwenda kujiosha mara 7 mtoni Yordani, akaponywa ukoma wake. Tunasoma katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 19. Pia tunaungama kwa padre kwa sababu padre anasimama badala ya watu wote ambao wanajenga mwili wa Kristo, yaani kanisa. Mtume Paulo anatueleza katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 12 aya ya 12 hadi ya 31, kanisa ni mwili wa Kristo na sisi sote ni viungo vya mwili huo. Hivyo basi, kama kiungo kimojawapo cha mwili kikiumia, huleta maumivu ya mwili wote, mwili mzima. Vivyo hivyo na kwa kanisa. Mmoja anapotenda dhambi, si kanisa lote linatenda dhambi, bali kanisa zima linaumia kwa dhambi hiyo. Hivyo ilimpasa mdhambi apite kwa kila mtu pote ulimwenguni kuomba msamaha. Sasa padre anachukua nafasi ya hao wote. Padre ni mwakilishi wa wote. Na mwisho, padre, kwa nini tunaungama kwa padre au askofu? Ni kwa ajili ya kutunza siri ya kitubio. Mbele ya Mungu tunathaminiwa sisi ambao ni wadhambi. Kwa hivyo kanisa linamheshimu mdhambi. Hapo mwanzo wa Kristo sawa waliungama kwa mapadre, lakini mdhambi alipaswa kutimiza malipizi. Mojawapo yalikuwa ni malipizi ya wazi. Hivyo kanisa, baada ya kuona hali hii inaleta mtafaruko, ikaweka na kusisitiza juu ya kumheshimu mdhambi na kuweka huo wajibu wa kutunza siri ya kitubio. Wajibu wa kutunza siri ya kitubio si kwa mapadre tu, bali kwa watu wote. Lazima kutunza siri ya kitubio. Rejea Sheria za Kanisa namba 933 hadi namba 983 hadi namba 984. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria, sasa nikukaribishe tuangalie huruma hii ya Mungu ambayo ni tunda la upendo wake kwetu sisi, inavyojifunua katika kuwaombea waliokufa. Swali msingi: kwa nini tunawaombea marehemu? Kuna makundi mawili hata leo yapo ya watu wenye mtazamo hasi kuhusu kuombea marehemu. Wanaokataa kuombea marehemu, mosi, ni wale wanaoamini kuwa hakuna maisha baada ya sasa, ukifa umekwisha. Nyakati za Yesu hawa waliitwa Masadukayo, na ndio wale waliopingana na Yesu Kristo. Walimwendea kutaka kumnyamazisha pale alipokuwa akifundisha kuhusu habari za maisha baada ya kifo.
yaani habari za ufufuo wa wafu. Tunasoma katika Injili ya Marko sura ya 12 aya ya 18 hadi ya 28. Pili ni wale wanaoamini kuwa kuna maisha baada ya kifo, lakini hawaoni sababu ya kuombea waliokufa kwa hoja zifuatazo. Mosi, baada ya kifo kinachofuata ni hukumu, ambayo roho ya mtu huenda ama mbinguni au motoni, na hivyo hakuna nafasi ya sala au maombezi, maana hakuna anayeweza kubadilisha hukumu ya Mungu. Pili, kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe kwa Mungu, atahukumiwa kwa matendo yake, atavuna alichopanda, hakuna atakayevuna alichopanda mwenzake. Ukweli ni kwamba, na kanisa linatufundisha hivi, baada ya kifo ni hukumu. Hukumu ambayo ama kwenda mbinguni au toharani au motoni. Mbatizwa akitenda dhambi baada ya ubatizo, akitubu dhambi zake anasamehewa, lakini itampasa kufanya adhabu ya dhambi zake ambayo huitwa malipizi ya dhambi. Huwezi kwenda mbinguni na adhabu. Sasa kwa watu ambao hawakupata nafasi ya kujuta na kutimiza adhabu ya dhambi zao wangali hapa duniani, lazima watimize. Wanatimiza wapi? Wanatimiza toharani. Neno toharani Walatini wanaita purgatorium, ndio Waingereza wanaita purgatory. Maana yake ni mahali pa kujisafishia au kujitakasa. Kila mmoja anatenda dhambi ndogo ndogo, tena nyingi tu: kusema uongo, kisirani. Dhambi ndogo ndogo hazitakupeleka mbinguni, hata motoni itabidi upelekwe toharani. Ni kwa sababu hii sasa ndiyo tunaalikwa na mama kanisa kusali, kuwaombea ndugu zetu walioko toharani, ili kusudi Mwenyezi Mungu awasamehe dhambi zao na awafikishe katika ufalme wake mbinguni. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria, sasa tuone namna huruma ya Mungu ambayo ni tunda la upendo kwetu sisi wanadamu, ambavyo linakuwa chemchemi ya uinjilishaji katika maisha ya Ukristo. Neno uinjilishaji linapata maana yake katika neno injili, yaani habari njema. Uinjilishaji ni kuifanya hiyo habari njema iwe katika hali tendaji. Hii inaweza kueleweka kuwa ni hali ambayo habari njema inamfikia mtu, na hivyo baada ya kumnufaisha huipeleka kwa wengine, ikiwa ni sehemu ya shukrani kwa mpaji wake ambaye ni Mungu, kusudi wote wapate manufaa kutokana na hiyo habari njema. Katika muktadha wa kiimani, injili au habari njema ni neno la Mungu, yaani Yesu Kristo. Uinjilishaji maana yake ni hatua inayochukuliwa na wale waliompokea Kristo na kunufaika naye, kisha wanampeleka huyo neno kwa watu wengine ili nao pia wanufaike. Ni mwaliko wa Kristo mwenyewe kwamba waliompokea na kumwelewa sasa wapeleke neno lake kwa wengine, kwa lengo wa kuendeleza kazi yake ya ukombozi wetu kwetu sisi wanadamu. Kwa sakramenti ya ubatizo tunashirikishwa ofisi na kazi kuu tatu za Kristo mwenyewe, yaani tunafanywa kuwa makuhani, manabii na wafalme. Nikukaribishe tuangalie namna kazi hizi tatu zinavyoweza kutusaidia kutambua huruma ya Mungu katika maisha yetu, ambayo ni tunda la upendo wake kwetu sisi. Tuanze na ofisi ya ukuhani. Kwa kupakwa kwetu Krisma takatifu, tumewekwa rasmi katika ofisi hii na kushiriki kwa muumba ukuhani wa Kristo aliye ukamilifu wa ukuhani wote. Kazi ya kuhani ni kutolea sadaka takatifu kwa muumba na kutakatifuza watu. Kwa nafasi yetu sisi wa Kristo, licha ya waklero wanaoshirikishwa kwa nafasi ya pekee katika ukuhani wa Kristo, nasi hatuachwi nyuma katika kutimiza wajibu hiyo ya msingi, yaani kutolea sadaka na kutakatifuza vitu. Swali la kujiuliza: je, ni kwa namna gani kanisa linatufundisha namna ya kutimiza wajibu huu wa ukuhani wetu sisi walei?
Kwa nafasi yetu tunapaswa kushiriki katika kumtolea Mungu Baba sadaka pamoja na Kristo kwa kutoa muda wetu kufanya mashauri ya Injili, kutoa mali zetu kwa ajili ya kutangaza Injili. Kwa kifupi ni kutoa vitu au hali tulizo nazo kama shukrani kwa Mungu kwa neema zake, hivyo ziwe ni sehemu ya kurudisha utukufu na sifa kwa Mungu na kuwa faida kwetu sisi na kwa wenzetu. Katika ofisi ya pili, yaani unabii. Nabii maana yake ni mjumbe wa Mungu. Kumbe kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki, nabii ni mtu ambaye Mungu anamchagua. Lengo ni kumpa ujumbe wake na kisha kuelewa utumwa kupelekwa kwa wale Mungu aliokusudia waupate. Mfano wa nabii ni nabii Yona, Elisha, Yeremia, Ezekieli, Isaia na Yohane. Pia nabii wa Agano Jipya ni Kristo mwenyewe ambaye ni utimilifu wa unabii wote. Kwa ubatizo wetu tunashiriki katika kazi ya unabii. Tunapokea ujumbe wa Mungu unaotualika kuupelekwa kwa wale ambao Mungu amekusudia wapate kumjua yeye aliye Mungu wa kweli. Tunakutana na Mungu na kupata ujumbe wake kwa njia ya neno lake, yaani kutafakari maandiko matakatifu, kwa njia ya sala na ibada, kwa njia ya watumishi wake, mapadre, mashemasi, mapadre, maaskofu, katika sakramenti zake, kwa namna ya pekee sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya kitubio. Pia ofisi ya mwisho, yaani ofisi ya ufalme. Kazi kuu ya mfalme ni kutawala kama tunavyofahamu katika mazingira ya kawaida. Kristo ni mfalme, yeye ni mtawala mbinguni na ulimwenguni mote. Ubatizo wetu ni mwaliko wa pekee wa kuwa watawala pamoja na Kristo, kwanza hapa duniani na kisha kuwa warithi wa ufalme wa mbinguni katika maisha yajayo. Kutawala maana yake kuwa kiongozi juu ya watu na vitu vinavyowazunguka. Utawala ambao sisi tunaalikwa ni tofauti na ule wa dunia hii. Utawala wetu ni kule kuishi kadiri ya Injili ya Kristo, kuwa nuru ya ulimwengu, na kwa hivyo watu wapate kumjua Kristo na kumtukuza Mungu. Injili Mathayo katika sura ya 5 ya Injili yake haya ya 16 anaeleza hivi: vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hivyo ndivyo tutakavyoweza kutambua huruma ya Mungu ambaye ni tunda la upendo kwetu sisi na kuwapelekea wengine ambao ni ndugu zetu. Mwisho, kwa kuwa huruma ya Mungu ni tunda la upendo wake kwetu sisi na ni sifa msingi ya Mungu, ni mwaliko kwetu kuwa na huruma kwa wengine, kama tunavyofundishwa katika Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 36: basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Ndugu msikilizaji wa Radio Maria, na hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu cha Mbiu ya Heri. Mada yetu kuu ilikuwa ni huruma ya Mungu, ni tunda la upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu katika maandiko matakatifu. Sasa tumalize kwa sala. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.